Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Swahilina Online TV, ni kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Al-Manhal Madrasa Kibaha kwa Matiasi hapa. Taasisi hii inaongozwa na Sheikh Afande, Sheikh Athman Mtasha ambaye tuko hapa. Na lengo la kukutana hapa siku ya leo ni katika dua na iftar maalum kutoka muda huu mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atakuwa ametuafikisha. Mimi ni jemedari wako Al-Habibi Sheikh Mungia Babyface sura ya kitoto. Nyuma ya kamera yuko Jafari Chins kuhakikisha kwamba unayapata haya matangazo ya moja kwa moja. Na yeye kuambia kwamba tuko hapa Kibaha kwa Matiasi Al-Manhal Madrasa ambapo jambo kubwa linafanyika siku ya leo. Unasikia hizo adhkari zikiwa zinaendelea hapa kuhakikisha kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na hili ni 10 la pili. Dua na iftari pamoja chini ya mkurugenzi wa Al-Manhal Madrasa Sheikh Athman Mtasha. Twende tukaangalie kinachofanyika kule. Muhammadan anna khaira ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun fa'fu anna ya karim. Hii ni kuhakikisha kwamba iftari ya leo chini ya mkurugenzi wa Al-Manhal Madrasa Sheikh Athman Mtasha akiwa ameyafanya haya kuhakikisha kwamba watu aliowaalika hapa, na leo Mwenyezi Mungu amejalia tumepata kidogo baraka ya mvua ambayo yeye mwenyewe anasema Mwananzengo kwamba hii mvua ameita maalum kwa ajili yake yeye na watu wengine wote kwa pamoja. Tukaangalie kile ambacho kinatokea katika jambo hili kubwa kabisa siku ya leo. Mtazamaji, nimekuambia toka awali kwamba leo tuko eneo la Kibaha kwa Matiasi ambapo dua na iftari ya pamoja chini ya taasisi ya Al-Manhal Madrasa. Mkurugenzi wake ni Sheikh Afande, tumezoea kumuita hivyo, Athman Mtasha. Labda Sheikh, kwa uchache, hili jambo huu ni mwaka wangapi ambalo umelifanya hili la dua na iftari? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Athman Swedi Mtasha, mkurugenzi wa Al-Manhal. Jambo hili tumelianza tangu mwaka 2012. Ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2012 na mpaka leo inakaribia miaka 14 takriban. Tunaendelea na jambo hili, tunafuturisha kila mwaka na kila mwaka tunafanya maulidi na kila mwaka tunakesha mkesha wa Ramadhani kwa siku 10 za mwisho, na huu tumemaintain kwa miaka 14 sasa, alhamdulillah. Watu wanakuwa wana sababu, chanzo cha jambo hili mpaka wewe zaidi ya miaka 10 sasa unalifanya, chanzo chake ilikuwa nini? Kwa kweli nimeona tu yani umuhimu, kwa sababu Ramadhani tunajifunza zaidi katika vyote. Tunasema takwa inayopatikana katika Ramadhani ni huruma. Yani kila ucha Mungu umegawanyika katika branch nyingi. Kwa hiyo branch ya Ramadhani hasa ni ile la'allakum tatakuna, pia ni ucha Mungu wa uchungu wa njaa na uchungu wa kuwa na huruma ya kumsaidia mtu ambaye mwenye shida. Kwa Ramadhani inampima mtu alionacho aone kwamba wale ambao hawana wanajisikiaje wakiwa hawana njaa ya kawaida. Kwa hiyo huruma hii ni kula pamoja, kufuturu pamoja. Tumeona wafuturishaji wanafuturisha wengi sana, watu ambao wanakuwa ni wanapewa kadi, wanapewa mwaliko maalum. Sisi tumeona hapana, tuweke barazani hapa uwanjani. Tumeita watu wote, bodaboda, mamantilie, wananchi wa kawaida, tunafuturisha hapa wote pamoja. Kwa hiyo aje mwenye uwezo, asio na uwezo, wote tunafuturu pamoja hapa katika uwanja huu wa Al-Manhal. Mbali na hili jambo la kufuturisha kwa pamoja, lakini pia tunaona katika jambo kubwa ambalo linafanya la mazazi ya Mtume Muhammad, kwanza huanza na zile sadaka za vichinjo. Labda hapa nini wakitegemea wana Kibaha na maeneo mengine pindi unapoingia sikukuu ya Eid al-Fitr? Alhamdulillah, sikukuu yetu sisi huwa tunaadhimisha kwa kufurahi. Sikukuu ni furaha. Mara nyingi unapokuwa na sikukuu afu mnyonge, yani kama vile umekasirika, haipendezi. Kwa hiyo furaha yetu kwanza huwa tunasali pamoja msikitini hapa uwanjani. Huu uwanja wote huwa tunasali hapa uwanjani. Lakini la pili, huwa tunaleta michezo kwa watoto, michezo mbalimbali ya watoto ile ambayo unaona inakuwa inalipiwa maeneo, tunanunua, tunakodi michezo ile tunaleta hapa. Vijana wanashinda hapa, wanacheza hapa chini ya ulinzi wetu. Tunawalinda watu wetu, wanacheza, wanafurahi. Lakini pia tunawapa zawadi mbalimbali, wanafurahi, na watu wazima tunawapelekea sadaka mbalimbali, wazee, vikongwe, wajane. Lakini tumesaidia kwamba wajane wote wa eneo hili sisi tumewakava, tunawapelekea sadaka, tunawapelekea kila ikifika muda fulani wanapata chakula, wanapata matunzo watoto wao, uniform za shule, ada za shule. Tumefanya mambo hayo yote, inshallah nashukuru Mungu, wajane hapa wote tumewasajili kwenye eneo letu hili na wanakuwa kiati. Nikushukuru Sheikh. Asante sana Sheikh. Ni Afande huyu mkurugenzi wa taasisi ya Al-Manhal akiwa amehitimisha hivyo. Lakini
Kumalizika kwa hili ndo mwanzo wa maandalizi ya jambo kubwa linalofuata. Wageni ni wengi na utawajua baadaye nani na nani ambao tutakuwa tuko nao hapa. Hii ni iftar na dua ya pamoja Al-Manhal Madrasa. Na mtazamaji wa Swabirina Online TV, kama vile ambavyo nimekuambia ni matangazo mubashara haya tukitokea Kibaha kwa Matiasi hapa chini ya taasisi ya Al-Manhal Madrasa inaongozwa na Afande Sheikh Othman Mtasha. Na hapa tuko jikoni, hali hii ya jikoni kama hivi ambavyo unaiona. Awali nimekuambia leo tumepata baraka kubwa ya mvua. Nimefanya naye mazungumzo mwenyewe kumuuliza hii mvua ilikuwaje, akanambia hakika kwamba yeye ni mkulima, lakini pia hata hawa waliokuja hapa nao ni wakulima. Kwa hiyo aliona akizuia mvua isinyeshe siku ya leo, basi wakulima hawa wanaweza wakamsumbua kwamba afande umefanyaje leo Mwanaizengo kuzuia mvua hii. Akaamua mvua iachie ili iweze kunyesha, watu wapate baraka ya mvua katika neema hii siku kubwa kabisa. Leo ni mwezi 17, dua na iftar chini ya Sheikh Afande, tumezoea wenyewe kumuita hivyo, Othman Mtasha. Nimekwambia hapa tuko jikoni na haya ndio maandalizi ambayo hapa unaona yakiwa yanafanyika. Wamama kila mmoja akiwa na stara yake, akiwa amejitanda vizuri, na kila mmoja kuisha kwamba anamsaidia mwenzie kulifanya jambo hili. Iftar na dua chini ya Sheikh Othman Mtasha. Hapa ni Al-Manhal Madrasa Kibaha kwa Matias. Ni maandalizi haya kama hivi ambavyo unaona, pamoja na changamoto hii ya mvua, lakini jambo hili kwa sababu ameliandaa mwenyewe na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah linaendelea kufanyika kwa uratibu ama utaratibu uliopangwa vile ambavyo umepangika. Jikoni hali nzuri kweli kweli, moto unaendelea kuwaka pamoja na changamoto hii kubwa ya mvua, lakini baba zangu hawa, mama zangu hawa kuhakikisha kwamba na wao wanalisaidia hili jambo ili liweze kufanikiwa, na inshallah mpaka muda huu, muda wa asiri hii tayari 90% ya maandalizi yote yako sawa. Inasubiriwa tu kuanza kwa dua na mambo yote haya yaweze kufanyika kwa pamoja. Hii ni Swabirina Online TV, nuru katika imani. Ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Kibaha kwa Matias chini ya mkurugenzi Sheikh Afande Othman Mtasha. Na mtazamaji, tumemsikia hapa mkurugenzi wa Al-Manhal Madrasa akizungumzia iftari na hii dua pamoja ambayo inafanyika hapa, lakini tunao hapa mbele viongozi wa dini ambao wamefika muda si mrefu sana, na jambo karibu litaanza, jambo la dua, kuwa rehemu waliotangulia mbele za haki, lakini mengi hapa utasikia. Labda Sheikh, kwanza tufahamu jina lako kwa uchache tu. Mimi naitwa Ustadh Hassan bin Uthman bin Ali, ni imamu msikiti wa Kibondeni Masjid Hijra. Leo alhamdulillah tumealikwa na ndugu yetu hapa tuje tufanye dua ya pamoja na iftari ya pamoja. Labda imamu, kwa uchache tu, nisikuibie sana muda wako, kwa nini dua? Dua kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwa mukhul ibada. Dua ni ubongo wa ibada. Maanake tumekuja kulikamilisha jambo letu kupitia dua. Tuna haja mbalimbali, shida mbalimbali hazitatuliwi ila kwa dua. Naam. Na labda tu kwa kumalizia, kuna watu wanazitamani fursa kama hizi, na wao wala wakusanye mashehe kama nyinyi, maimamu kama nyinyi kwa ajili ya kupata iftari ya pamoja, lakini labda uwezo wao mdogo. Nini wanatakiwa wakifanya hasa, labda akijifikiria uwezo wake ni mdogo? Inshallah kama uwezo wake ni mdogo, anaweza pia akapata dua hata kupitia simu. Anaweza akaunganisha kama hivi, tuko kwenye dua naye akaitikia dua inafika mahali popote. Nikushukuru. Alhamdulillah. Kukamilika kwa hili ndio mwanzo wa maandalizi ya jambo kubwa ambalo linataka kuanza hapa. Dua inataka kuanza sasa hivi, na mara tu baada ya dua tutajumuika pamoja katika iftari ya pamoja. Tumemsikia Sheikh Othman Swedi Mtasha amesema kwamba yeye hata ufuturisha ndani, yeye ameweka nje kabisa, kila mmoja aweze kufika hapa, kama vile ambavyo tunanasibiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani watu wafuturie nje, basi na jambo hili ndio linafanyika hapa. Hii ni Kibaha kwa Matias. Unatazama Swabirina TV, nuru katika imani.